kuna kuboresha timu na kuna kwenda kujenga timu. Sisi kama Simba mwaka huu tunakwenda kuboresha timu. Maana yake nini? Ingizo letu kwenye timu halitakuwa kubwa. Maana yake unapokosa kufanya ingizo kubwa, huwezi kutumia pesa nyingi kwenye nini? Kwenye usajili. Lakini kwa sababu wao wanakwenda kujenga timu, wakisema wameweka hela nyingi, wako sawa. Kama ni kweli Koresto akaja Simba, mimi naamini kwamba mashindano ya ligi NBC bingwa tayari wa ufungaji ameshapatikana. Sio msemaji na wala sihitajiki wakazungumzia mambo ya Simba kwa sababu official anazungumzia Simba, lakini hizo nakupa, kaa nazo, tunza clip. Pale pale tulipokwenda kuchimba dawa, Wamba wamekwenda pale pale kuchukua mchezaji mzao pale pale. Tupo na Mikoa Kisugu kuyazungumza mengi ya michezo. Mikoa kwema? Salama, mambo vipi? Shukuru sana. Salama, namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Tumeamka salama na tumeamka na afya njema. Yes. Tuko kwenye dirisha la usajili na macho ya watu wengi wanatazama kwa upande wa Simba, lakini pia wapinzani wenu Young Africans. Nini mnaenda kukifanya kwenye dirisha kubwa hili la usajili kuelekea msimu ujao, kwa sababu mna malengo makubwa pia kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika? Lakini tumezungumza baadhi ya nyota ambao wametajwa, mmemalizana nao wakiwa wamo ndani, lakini kuna nyota kutoka Afrika ya Kusini. Inasemekana mnyama Simba ametua kule. Vita haikuwa peke yake, ilikuwa pia kwa mtani wake Young Africans. Walikuwa wanamuania wote kwa mchezaji anafahamika kama Keritso Mahaura, ambaye inasemekana mnyama Simba amempiga Young Africans kwenye usajili. Tuzungumzie kuhusiana na hilo. Mikoa Kisugu, ni winga huyu. Ya kwanza nikiri kwamba tuko kwenye kipindi cha usajili, na nikiri kila timu katika kipindi cha usajili kinahitaji kupenda mchezaji mzuri. Dhamira na nia kwa namna ambavyo malengo ya timu yanakwenda kutimia. Lakini kwetu binafsi kama Simba tuna malengo makubwa mwaka huu. Kwanza hususan katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Sisi tunachoamini kama Simba, ubora wetu na ukubwa wetu unapatikana katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Na namna ambavyo tunavyojua uzito na ukubwa wa wale mashindano, lazima tusajili wachezaji quality ambao tunaamini wachezaji hawa wanaweza kwenda kucompete na timu ambazo wanakwenda kukutana nazo. Kwa hiyo kikubwa niseme, yako maneno mengi yatazungumzwa, ziko historia nyingi zafanyaje zitasemwa, lakini bado niwakumbushe wana Simba, Simba tuna vyombo vyetu vya kupeana habari kama wana Simba. Simba tuna msemaji wetu wa kusema, wa kutupa taarifa nini kinachoendelea ndani ya Simba. Juzi mlikuwa mashahidi ninyi waandishi wa habari, mlikuwa pamoja sambamba na msemaji wetu Arusha, amekwenda kuzungumzia siku ambayo tutakwenda kufanya uzinduzi kuelekea Simba Day. Kwa hiyo tukirudi katika mada yetu kubwa, mimi nimeona japokuwa katika kuona kwangu kuna faraja ndani yake. Waandishi wa habari wanazungumza, wachambuzi wanasema kama kuna mchezaji kutoka South Africa Simba wamefanyaje, wamemchukua. Salome, mimi na kawaida moja lazima niseme, nikisikia mchezaji ambaye anahusishwa na Simba Sports, cha kwanza ni kufanya research, kujiridhisha juu ya mchezaji, kwa sababu dunia imebadilika, teknolojia imekuwa kubwa. Maana yake unakaa chini unatulia, na maisha hivi sasa namshukuru Mwenyezi Mungu nimefunga wifi nyumbani. Kwa hiyo kuna muda natumia wifi, natumia muda mrefu kwenda kufanya research juu ya huyu mchezaji ambaye anahusishwa na klabu ya Simba. Kama ni kweli Koresto akaja Simba, mimi naamini kwamba mashindano ya ligi NBC bingwa tayari wa ufungaji ameshapatikana. Ikawa kweli kwa namna ambavyo nilivyomfuatilia, kwanza ni viumbe vichache ambavyo nilivyoviona vinavyotumia miguu miwili kwa usahihi. Miguu miwili kwa usahihi. Ikafika mara wakati na discuss na familia, maana yake mimi familia yangu 100% ni nini? Ni Simba. Wakasema baba, kama ikawa kweli mchezaji huyu anahusishwa, hata kama kuna pesa klabu inahitajika sisi tuongeze. Wananiambia bwana, uza ile banda la Mbagala tuongeze tukachukue mwamba tuje kupata starehe. Ni chuma. Ni mtu kamili. Ni mtu kweli kweli. Lakini bado Simba hawajathibitisha kwamba yule mwamba ni mchezaji wetu. Na niwaombe
management ya Simba chini ya mwenyekiti wa bodi Clatous Magoli wakapambane wahakikishe mwamba anakuja. Salome, kila mwanadamu anatamani kula chakula kizuri. Kila mwanadamu anapenda kusikia neno zuri kwenye masikio yake. Na kila mshabiki wa Simba anatamani kuona mchezaji mzuri anakuja kwenye timu yetu. Kwa hiyo kuna muda mwingine dua zenu za waandishi wa habari, maneno yenu ya uchambuzi tunayakubali, tunayaombea dua yaje kukamilika ili kuna namna ambavyo yanavyokwenda kutimia. Simba Sports tunakwenda kupata faraja, Simba Sports tunakwenda kufanyaje? Jambo moja tuliseme. Huwa ili neno napenda kulitamka kwa sababu lipo. Kila chenye sura basi amini kina kisogo. Amini kina kisogo. Tukiamini kwamba Simba tunahitaji kusajili wachezaji wazuri, tunawapenda wachezaji wazuri waingie, maana yake lazima tuwe na uvumilivu. Yawezekana pia katika kipindi cha usajili wako wachezaji nasi tunawapenda vizuri zaidi, lakini wakafanyaje? Wakatoka ndenesi. Niombe sana viongozi wa Simba, naamini usajili ni nyakati ngumu. Kuna muda management inatamani kubaki na huyu mchezaji, lakini mazingira hayamruhusu mchezaji afanyeje? Abaki. Leo hii nitoe mfano tu mdogo. Yuko mchezaji nyinyi mmemchukua kwa dola 15,000 mnamlipa. Mfano. Anatokea mwamba mmoja kutoka nchi za Kiarabu anambia mimi nakupa dola 50,000. Alafu mwamba kategesha kutoka dola 15,000, mwamba anaweka dola 50,000. Alafu anamwambia hiyo ni ofa. Bado hapo kujionea vijana mjini bado hajafanyaje? Hajatingisha. Maana yake kuna muda management inahitaji kumchukua huyu mchezaji abaki, lakini unachukua kufanyaje? Kumzuia. Kwa hiyo mashabiki, hili lazima tulielewe na linatokea, ili niwaombe viongozi wa Simba waendelee kupambana kuhakikisha wale key players wa Simba bado wanabaki kubaki kwenye Simba, kwa sababu tuna matarajio nao makubwa katika klabu yetu ya Simba. Msianze kujenga timu. Naamini management ya Simba ilikuwa madarakani ni watu sahihi, ni watu makini, watapambana kwa namna moja au nyingine kuhakikisha wale key players wa Simba wanabaki wanaitumia. Mikoi, tumeshuhudia vita kati yenu na Young Africans mara nyingi. Inasemekana nyinyi mlikuwa mnahitaji mchezaji huyu, Young Africans wamemkwapua, na huyu pia anatajwa kwamba Young Africans pia walikuwa wanamhitaji. Hii inaonyesha ukubwa wa mchezaji na ubora wake. Yes. Kuwazidi, taarifa yenyewe kuwazidi Young Africans ina maana gani? Wao wana mipango yao na wao wanatamani kuwa na wachezaji wazuri. Sasa kama kulikuwa na bato kati ya Simba na Yanga juu ya mchezaji, sitaki kulizungumzia na kuingilia, kwa sababu hata sisi Simba haijawa official kwamba mchezaji ni wa kwetu. Lakini mimi siamini endapo Simba wakamhitaji mchezaji, kulia akawa mwekezaji Mohamed Dewji maarufu Mo, kushoto akasimama Clatous Magoli, nyuma wakasimama wajumbe wa bodi ya kurugenzi, alafu Yanga wachukua mchezaji. Kama ni tetesi mnazikubali na kuziamini, tayari mwamba kashapiga kwenye panapouma, pale pale kwenye kichaka watu walipokwenda kujisaidia, mwamba amekwenda kuchukua mchezaji pale pale. Hizi uzitaki? Nazitaka. Mbona unakimbia? Au zinakuumiza? Si kipindi cha usajili? Tetesi zipo. Mwamba umeingia pale pale umechukua mwamba mzawa. Wewe unajua hilo? Sio msemaji na wala sihitajiki wakazungumzia mambo ya Simba, kwa sababu official wanazungumzia Simba, lakini hizo nakupa, kaa nazo, tunza clip. Pale pale tulipokwenda kuchimba dawa, Mwamba wamekwenda pale pale kuchukua mchezaji mzao pale pale. Yaani mmechimba dawa mmeona. Utiangati anga mpongote we. Ibalange mikongo. Usichokoze ugomvi aliyakuwa unajua ulikokaa kwenye nyumba nini? Ya vioo. Bilionea. Si mmoja tu. Steven Becker
akasema nataka yule mzawa. Mwamba akachukua akaweka ndani. Subirini kipindi cha usajili msikie Simba alivyokuja kutemsha majembe. Dhamira na nia yetu mwaka huu kuiona Simba inakwenda kucheza fainali ya klabu bingwa barani Afrika. Huwezi kwenda kucheza fainali kama una wachezaji key player, huwezi. Mpira hakuna shortcut. Na sisi tunajua, kila mwana Simba anajua tuna dhamana kubwa kwenye taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan kwenye mechi za kimataifa. Leo hii waamue tu, wajitoe tu ufahamu, lakini wanajua ubora wa Simba kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, ndio wanapeperusha nchi. Na ndio maana leo matokeo nchi yetu inapeleka katika mashindano ya CAF timu 4. Ukimwona wewe anabisha, basi jua kichwa ngumu. Sisi hao na mwaka huu moto 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 moto. Haya ni maneno ya mwenyekiti wa bodi, aliyazungumza pale katika uwanja wa taifa pale Benjamin Mkapa, watu wakaona natania. Hatukulamba vikombe viwili, kile kimoja futi. Kwa hiyo Salome, lazima niseme tumejipanga vizuri, tuko sawa sawa. Mimi na imani kwamba timu hivi sasa kila mchezaji amekwenda kwenye mapumziko, na namna ambavyo msemaji alishazungumza, vijana watarejea muda si mrefu, na inshallah wana Simba wasio na wasiwasi watakuja kushuhudia, au tutakwenda kushuhudia majembe mapya, majembe ambayo yatakuja kutupa furaha, majembe ambayo yatakuja kutupa faraja, majembe ambayo yatatupa wakati wa kutembea kifua. Selemani Mwalimu ni mchezaji ambaye mlimchukua kwa mkopo kutoka Wydad na muda ulikuwa umekwisha. Mikoa Kisugu, taarifa iliyopo ni kwamba Simba mmembakisha tena kwa mwaka mmoja Selemani Mwalimu. Unadhani kama hii taarifa iko na usahihi na ukweli, inakuwa ina maana gani kwenye kikosi cha Simba, na Selemani Mwalimu ataendelea kuongeza kitu gani ndani ya Simba? Taarifa njema, ni taarifa ambayo kila mwana Simba anastahili kufurahia. Selemani Mwalimu Gomez ndiyo mchezaji mwaka huu aliyefunga magoli mengi kwenye klabu ya Simba kuliko mchezaji mwingine yoyote. Selemani Mwalimu Gomez ndiyo mchezaji kwenye mashindano yote aliyoshiriki Simba amepata magoli. Ametufungia CRDB, amefunga magoli Muungano, na amekwenda kufunga magoli kwenye ligi. Na mimi najua ninyi waandishi habari, kwa sababu na maslahi yenu katika ile mkutaka kusema kabla Simba hawajaenda Wydad, Yanga walienda, waujui. Acha wewe Salome, wewe walienda. Na hii aje kiongozi yote wa Yanga aseme Kisugu mnafiki, nitoe mpaka tiketi na siku waliotumia kwenda kutia fitu na kwa Wydad. Tunajua kuna muda mwingine hatutaki kusema, lakini moja katika jambo ambalo walilofanya management ya Simba, wanastahili kupongezwa kupitia mwalimu Steven Becker kuhakikisha Selemani Mwalimu Gomez anabaki kwenye Simba. Habaki kwa sababu amezaliwa wapi? Kilimanjaro. Anabaki kwa sababu ya uwezo wake. Ukienda ukifanya assessment vizuri kwenye takwimu, utaona namna ambavyo alikuwa anastahili kubaki kwenye nini? Kwenye Simba. Kwa hiyo binafsi pamoja na familia yangu tunaupongeza uongozi wa Simba na tunampongeza technical bench la Simba kuhakikisha Selemani Mwalimu Gomez anabaki kwenye Simba. Salome, huwa mimi silopoki. Mimi ni influencer mkubwa, najua. Walienda na moja ulikwenda kutengeneza fitina, wakasema huyu mchezaji mmewapeleka kwa mkopo, lakini wenzenu wamemsajili kwa mwaka mmoja. Walifanya hayo, na ndio maana leo hii ukimfuata Clatous Magoli, nguvu waliotumia kumbakisha Selemani Mwalimu sio nguvu ya kitoto kwa washawishi wa Wydad kuendelea kukubali kumwacha mchezaji wao. Na ndio maana leo hii watu wamejaribu kuangalia staili ambayo inaweza kwenda kutusaidia. Watoto wa mjini wanasema kimya kimya, lakini walienda. Kwa hiyo kubaki kwa Selemani Mwalimu Gomez ni jambo jema, ni jambo zuri, kupongeza uongozi wa Simba.
Ikiwa imesema nyinyi mnaboresha, pinzani wenu wanaboresha. Hapo jana kwenye interview Ali Shabani kama afisa habari wa Yanga, moja ya kitu alichokizungumza ni kwamba kati ya madirisha ya usajili ambayo wamemwaga pesa, GSM amemwaga pesa nyingi sana dirisha hili la usajili, na wachezaji ambao wanawasajili wao wanaenda kuvunja mikataba ya wachezaji, na anasema mwakani tena wanaenda kulihitaji kombe la NBC Premier League. Mikael Kisugu, hauogopi na hizi kauli na namna wapinzani wao wanaonyesha kwamba wamedhamiria sana kwenda kufanya usajili wa maana msimu huu? Tunapokwenda kwenye usajili kuna vitu viwili, kuna kuboresha timu na kuna kwenda kujenga timu. Sisi kama Simba mwaka huu tunakwenda kuboresha timu. Maana yake nini? Ingizo letu kwenye timu halitakuwa kubwa. Maana yake unapokosa kufanya ingizo kubwa, huwezi kutumia pesa nyingi kwenye nini? Kwenye usajili. Lakini kwa sababu wao wanakwenda kujenga timu, wakisema wameweka hela nyingi, wako sawa. Leo kwenye klabu ambayo unategemea inakwenda kufanya usajili chini ya wachezaji 12, 13, Dar es Salaam Young Africans. Unapokwenda kusajili wachezaji 13, maana yake nini? Wewe uendi kuboresha timu, wewe unakwenda kutengeneza timu. Leo ufanye maksimamo ya haraka tu, Prince Dube ameondoka, ndio? Kwa mawazo ya kibinadamu ukiangalia, Pacome Zouzoua haiwezekani mwakani arejee mapema kwenye timu. Maana yake lazima kwenye usajili unafanyaje? Unamuondoa. Ndivyo sivyo? Taarifa zilizopo, yule aliopewa uraia kiujanja ujanja, naye wanakula nini? Kwa hiyo wao waliposema watatumia pesa nyingi, wana haki kwa sababu wanakwenda kutengeneza timu yao. Sisi tunakwenda kuboresha timu yetu. Pesa nyingi inamaanisha kwamba wanashusha vyuma. Wewe ndio unakwenda kuamaanisha. Lakini mimi naamini moja katika timu ambavyo hivi karibuni zinafanya usajili ulikuwa bora, wachezaji wenye quality kubwa ni Simba Sports. Leo hii klabu gani ya Afrika Mashariki na ya Kati, klabu gani inayoshiriki kwenye ligi ya NBC, ukiwapa Libasi ya Gay wanamkataa? Klabu gani nchi kwenye ligi ya NBC unawapa Kagoma wanamkataa? Kwa hiyo sisi tunaamini na tuko makini kwenye usajili. Kwa hiyo wao waache waseme. Lakini huyu Ali ana sura mbili. Kuna muda Ali anasimama kama msemaji wa Yanga na kuna muda Ali anasimama kama mchambuzi wa mpira, kwa maana ni kocha. Ali ameshawahi kusema, klipu ninayo, moja katika timu ambazo zina jicho la usajili ni Simba Sports. Wakati huo nini? Anamzungumzia akiwa kama mchambuzi, anamzungumzia mchezaji mmoja anaitwa Patrick Pili. Anasema huyu mwamba ameteremka, atakuja kufanya makubwa kwenye ligi ya NBC. Ali Shabani. Yes. Kwa hiyo kuna muda Ali msimtafsiri vibaya, yuko kazini, lakini jicho la usajili wa wachezaji ndani ya Tanzania, Ali anajua kwamba management ya Simba wana jicho kubwa kwenye usajili. Unamjua Dickson Kibabage? Alika Yanga miaka miwili ya kupewa namba. Simba akaona yule mchezaji kwa nini amekaa pale? Chagua mabeki bora wa kushoto sasa hivi. Kwa hiyo mwacheni mdogo wangu aseme, kwa sababu ili mkate wake upatikane na maziwa. Lakini mtafute hali nje ya maiki, atakuambia na atakueleza ubora wa management ya Simba. Wana jicho kubwa kwenye usajili. Na ndio maana mwaka huu tuko kimya, wanapata tabu. Mwaka huu tuko kimya, wanapata tabu. Na angalieni magarasa atakayoletwa. Yes. Mimi najua wachezaji wote wanaosajili. Wote. Yes. Hakuna hata mchezaji mwenye quality ya kumgusa Libasi ya Gay. Hakuna. Huyo beki walomsajili wa ndani ndio, kwa sababu mchezaji wa ndani sitaki kuongea maneno mengi.
umepata wapi hizi za kuajiri wachezaji? Usajili. Unakwenda kusajili wachezaji 13 wewe siri? So walipofanya kwa kocha. Hivi unaweza kukubaliana na mimi tayari wameshagonga hodi kwa Romalisa? Alafu naambia bonge la usajili. Nashukuru sana waandishi wa habari. Asante.